Hadi sasa hivi ni zaidi ya wiki moja tayari imepita tangu tulipopata taarifa kwamba Niffer amekamatwa na mapolisi, na baada ya hapo Tanzania walitamani kujua kwamba Niffer sasa hivi yupo katika hali gani na akionekana itakuwaje na vitu kama hivyo. Sasa leo kwa mara ya kwanza kabisa Niffer amefikishwa mahakamani, yeye pamoja na marafiki zake wa hapa na pale. Moja kwa moja wameonekana mahakamani kwa mara ya kwanza kabisa. Lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo Watanzania wamegundua kutoka kwa Niffer, na hiyo ni baada ya kukaa wiki moja na kitu hivi bila kuonekana, na hatimaye leo wameonekana kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kukamatwa na mapolisi. Sasa hizi hapa ni videos pamoja na picha mbalimbali ambazo zinamuonesha Niffer anashuka kwenye gari hapa. Na ukimwangalia vizuri kabisa, kitu cha kwanza kabisa ambacho Tanzania wamegundua kwenye hizi hapa video ni kwamba Niffer alikuwa anachechemea mguu. Na ukiangalia vizuri anatembea anaonekana kabisa ni mtu ambaye hana furaha, hana raha, ametulia sana. Sasa Watanzania wanasema Niffer inawezekana kwamba anachechemea kwa sababu pengine alikuwa amekaa kwa muda mrefu. Unajua mara nyingi sana ukiwa chini ya uangalizi wa polisi unakuwa umekaa kwa muda mrefu sana na vitu kama hivyo, unakuwa utembei hapa na pale, hivyo ukikaa kwa muda mrefu sana sometimes miguu inakuwa inauma na vitu kama hizo. Ndio maana watu wengi wanasema Niffer anachechemea, pengine inawezekana kwamba alikuwa amekaa kwa muda mrefu, sasa leo amepata bahati ya kutembea. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaongelewa sana, unajua bana, watu wengi walikuwa wanamsema sana Niffer kwamba anauza bidhaa ambazo sio nzuri na vitu kama hivyo, lakini leo hii Niffer ameonekana kwamba biashara anazouza anaziaminia kweli kweli, na biashara ambazo kweli zinamfanya mtu hizi products sasa ambazo anauza. Of course Niffer anauza vitu vingi sana. Sasa moja kwa moja kwenye upande wa mafuta, watu wengi wanasema kweli inaonekana mafuta ya Niffer yanafanya kazi kweli kweli. Unajua kwa hali kama hii hapa watu wengi walitarajia kumuona Niffer labda amechoka rangi yake, amechoka sura na vitu kama hivyo, lakini licha ya Niffer kuonekana kama amechoka kweli kweli, lakini sura yake na rangi yake ipo vile vile. Ndio maana watu wengi wanasema Niffer akitoka huko, jamani, tukamuungishe sana product zake, kwa sababu zinaonekana kweli ni product zenye nguvu, ukweli na uhakika. Hilo ndio jambo ambalo watu wengi wamemsifia sana Niffer. Lakini pia jambo la mwisho ambalo limegundulika siku ya leo, bana, leo hii Watanzania wameonesha jinsi ambavyo wanampenda Niffer. Hilo ni jambo ambalo lipo wazi kabisa na halifichiki. Ukiangalia comments uko mbalimbali kwenye Instagram na vitu kama hivyo, watu wengi sana wamemlilia Niffer na wanatamani Niffer awe huru, arudi kama zamani na vitu kama hivyo, aweze kuendeleza na biashara zake na vitu kama hizo. Lakini hadi sasa hivi Niffer anashtakiwa kwa kosa la uhaini, na tunasubiri vizuri kabisa kujua kwamba mwisho utakuwaje. Lakini tunashukuru leo ameonekana, na sisi wa Tanzania tunazidi kumwombea Niffer aweze kuwa mzima na pengine aweze kurudi uraiani na kuendelea na biashara zake baada ya mashtaka kusomwa na mambo kama hayo. Basi moja kwa moja hapo chini mniambie furaha yako ilikuwaje baada ya kumuona Niffer. Unajua watu wengi walikuwa na hofu labda hatakuwa anaumwa na vitu kama hivyo, lakini ameonekana yupo vizuri kabisa, afya njema, lakini ni ile hali ya uchovu tu, ndio maana alikuwa ametulia. Basi tukutane hapo chini. Mtangazaji naitwa Hansi David HD, na hapa ni channel yako pendwa kabisa, na hivyo ndo vitu ambavyo vimegundulika kuhusiana na Niffer. Nikushukuru sana na uwe na siku njema.